Na ninawapenda wote kwa upendo wa Kristo. Amen. Tulianza mwaka vizuri na tukaanza na mada iliyokuwa inaitwa kukubatia mwanzo mpya ama mambo mapya. Na tukajifunza mambo kadhaa kuhusu kukubatia mambo mapya ama mwanzo mpya kwa wale ambao tumepelekana pamoja kuanzia Sunday ya pili ya mwezi wa Januari. Tukaongea kuhusu kukubatia mambo mapya na tukasema ya kwamba tukaongea point kadhaa pale za kukubatia mambo mapya. Ya kwanza ikiwa ni ili uweze kuyakubatia mambo mapya unahitaji kuyaacha yale ya zamani. Wale wanaweza kumbuka. Jambo la pili tukasema ya kwamba Mungu atatenda kazi hata kabla hujaona. Pointi ya tatu tukaongea kuhusu Mungu hutengeneza njia pale pasipo na njia. Pointi ya 4 tukaongea kuhusu Mungu hutoa mazingira ya uzima katika mahali pakavu. Tukamalizia hiyo mada Januari, tukaingia katika mapambazuko mapya kila eneo. Bwana Yesu apewe sifa. Ambayo tulianza huu mwezi na tumeweza kutamatisha, tulitamatisha on Sunday na tukasema ili tukaweze kuingia katika mapambazuko mapya kwa kila eneo. Jambo la kwanza tulisema mapambazuko mapya ya mwelekeo wa Mungu. Na jambo la pili, pointi ya pili tukaongea kuhusu mapambazuko mapya ya vizuizi kubomolewa. Jambo la tatu tukaongea kuhusu mapambazuko mapya ya malango kufunguliwa. Na jambo la 4 tukaongea kuhusu mapambazuko mapya ya baraka zilizofichika. Na pointi ya 5 ikakuwa ni mapambazuko mapya ya utambulisho na kusudi. Kwa hivyo tumeweza kumalizia mada mbili, ya kwanza ikiwa ni kukubatia mwanzo mpya na mada ya pili ikawa ni mapambazuko mapya kwa kila eneo. Siku ya leo nataka tuongee kuhusu alfajiri mpya, ambao tutaongea kuhusu kutembea kwa imani katika maeneo yote ya maisha. Alfajiri mpya, subtopic yake ni kutembea kwa imani katika maeneo yote ya maisha. Nataka tusome katika kitabu cha Wakorintho